Kuna mtu ambayo huyu na Oburu Odinga. Oburu Odinga, kama kuna shida kubwa, matatizo kubwa katika Oburu Odinga anahofia maisha yake, na kama kuna mtu anahofia maisha yake sana ni Oburu Odinga, na kila wakati huwa anaangalia sana katika hatua anayopiga asikosee Mr. Ruto, asikosee Rais Ruto. Kwa hivyo huwa anaangalia sana asikosee, hata katika hatua yake moja asikosee Ruto, kwa sababu sasa kama kuna mtu anayeabudu Rais Ruto saizi ni Oburu Odinga. Na Oburu Odinga hata akiambiwa na Ruto aimbe chama cha UDA kutoka asubuhi mpaka jioni, Oburu atarudia UDA, ama aimbe jina ya Ruto kuanzia asubuhi mpaka jioni, ataimba kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu kile anachofanya saizi anahofia sana maisha yake, na naona sana ni kama Ruto anaweza chukua roho yake wakati wowote. Kwa hivyo sasa, jambo la kwanza ni anahofia sana chama cha anahofia sana serikali sasa, kwa sababu ya maisha yake, anahofia maisha yake sana kwa sababu ya serikali. Kwa hivyo anafanya kila juhudi ku make sure kwamba maisha yake yako salama. So kile chama cha ODM nafikiri kwamba kwa wakati huu ni ODM kwa jina, lakini kiliuzwa kitambo. Oburu amekiuza kitambo kwa serikali, amekiuza kitambo kwa UDA, kwa sababu kitu kikubwa sana katika maisha ya Oburu, anaomba tu angalau kama anaweza patiwa muhula mmoja ama miwili aishi akipumua. Saizi unajua kwamba hata apumulii kwenye mapua, anapumulia kwenye mapafu, kwa sababu anahofia maisha yake kwa njia kubwa sana. So chama cha ODM tayari kimeuzwa, kikiongozwa na Oburu Odinga na Gladys Wanga na wale wanasiasa wengine pale, unasikia kwamba wakizungumza, lakini kwa kweli hao ambao wanaozungumza, nambari kubwa ya wale ambao wanaozungumza saizi katika ODM ni watu ambao silahi ya matumbo yao yako mbele, na wanaona kupitia kumwabudu rais, nafikiri hata wasipoingia kwenye siasa watakuwa nominated na Ruto katika serikali ijayo, na ambao nawaambia kwamba nao katika serikali ijayo Rais Ruto kurudi mahali pale itakuwa ni muujiza. Itakuwa ni muujiza Rais Ruto kurudi mahali pale, maana anayetarajiwa kuwa rais hata hajulikani kwa sasa. Hajulikani sasa, lakini sasa watakao determine rais kuingia katika uongozi ni vijana. Na hao vijana ni hao wakina Edwin Sifuna, wakina Babu Owino, Caleb Hamisi. So vijana saizi watadetermine nani ambaye wataweka katika uongozi, atawale katika uongozi huu. So uongozi ujao na urais ujao, atakayekuwa kwenye kiraisi anategemea sana ungwaji mkono mkubwa na vijana kwa sasa.